Naam, nite Madema au Dr. Maganga ndugu zangu. Leo nimekuja na faida ya pete ya kito chekundu kwa niaba ya wanawake. Pete hii ina faida kubwa sana katika maisha ya mwanamke pindi anapokuwa nayo katika kidole chake. Hii ni pete ya mvuto, ni pete ya bahati. Sawa, ni pete ya upendo kwa niaba ya kupendwa na kukubalika, lakini ni pete nzuri sana katika masuala ya biashara kwenye utafutaji. Pete hii ni pete nzuri katika miongoni mwa pete. Siku zote huwa nasema pete kama pete au kito cha pete chekundu kina kazi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, hasa ukizingatia tu yale ambayo yanahitajika. Pete hii ili uweze kuikamilisha na iwe na nguvu vile ambavyo unavyotaka wewe, ikupe mvuto wa mapenzi, ikupe mvuto kwenye biashara, ikupe mvuto na bahati ya kupendwa, ya kukubalika, lakini pia inakuongezea thamani wewe kama wewe mtumiaji au mvaaji, kwa sababu unapokuwa nayo katika kidole chako inakwenda kuongeza kitu kikubwa zaidi katika maisha yako. Ulikuwa ni mtu wa kufeli, ulikuwa ni mtu wa kukataliwa, ulikuwa ni mtu wa kupoteza bahati, bahati zako zinaanza kutulia, mambo yako yanakwenda vizuri na utakwenda kufanya biashara, kwa sababu hii ni ya mvuto mkali, mvuto mkubwa. Lakini pia hata kwa wale ambao unahitaji kuomba pesa, unapokuwa nayo hii pete katika kidole chako, ukiomba chochote kwa mtu, hakuna mtu atakaye kunyima, hakuna mtu atakaye kukatalia chochote. Ukiona mtu amejengewa nyumba, ukiona amenunuliwa magari, basi kuna vitu vikubwa viko ndani yao, na hiki ndio mojawapo ya kitu kikubwa endapo ukiwa nacho kinakwenda kukupa manufaa na kufanikiwa kabisa. Pete hii ili uweze kuikamilisha ni lazima ufate mambo makuu mawili. Cha kwanza kabisa ni lazima ununue kuku wawili, mwekundu na mweupe, kwa niaba ya kutoa sadaka. Sawa, yani sadaka yake ni kuku mwekundu na mweupe. Lakini baada ya miezi 6 unatakiwa uchinje mbuzi. Mbuzi huyo ni mbuzi mweupe. Mbuzi huyo ndo anaingia katika kuomba mambo yako ili yaweze kwenda vizuri na yaweze kuendelea kunyooka kuwa sawa. Unakwenda kuwa na mvuto mkubwa. Mvuto huo ni mvuto wa mafanikio, na utakwenda kufanikiwa kwa ukubwa. Utakwenda kufanya biashara zako vizuri, lakini utakuwa na mvuto mkubwa kwenye mapenzi. Utakuwa ni mtu wa kuheshimika na kukubalika. Hakuna mtu yeyote atakaye kusumbua tena kwenye mapenzi, na hakuna mtu yeyote atakaye kusumbua tena katika masuala ya biashara. Lakini pia ukishafanya hivyo pia ni kinga. Hii itakukinga zidi na wabaya, macho mabaya, husda na hasadi zote. Hakuna mtu yoyote tena wa kuweza kukuchezea wala kukuvurugia mambo yako. Nite Madema au Dr. Maganga. Uko nchi za nje, uko mikoani, unahitaji kutengenezewa pete, ni lazima uzingatie hayo niliyoyaelekeza. Upate kuku wawili, mbuzi. Baada ya miezi 6, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, njia zako zote zinakwenda kuwa nyeupe, njia zako zitafunguka, na utakuwa na bahati ya kushika pesa, na utakuwa na bahati ya kufanya biashara. Kama ni dukani, wateja watakuwa wengi pindi utakapokuwa nayo hii. Utakuwa na mvuto mkubwa wa kupendwa na kukubalika kazini kwako, utakwenda kuheshimika na kila mtu. Mwenyezi Mungu atubariki na Mwenyezi Mungu atujalie katika yale ambayo tunayapambania. Usikate tamaa na wala usichoke. Mafanikio yapo endapo tu ukazingatia vile ambavyo inavyotakiwa. Pete ina nguvu, pete ina faida katika maisha.